Demo bea. Ila. Mugamba musioka ya mwathime muno. Kilando nyakunena ni kwasia ni mubia kwa ngai nundu ngai ndeko ndute ulungalu ithi tando twina mathina kondo wa mulilikano mwe witu ulani musioka ututiye nitukuasia ngai ndeka undute useo nundu wa kwithwa ngai yevo mathwala musioka na vinga ngai nuko manda ulotonya kubinga na muno bana ikitumi cha ngai na ningukulia mpaka sinani kana yetele kwenda kwa ngai kwisila undu ni wa musioka ni kwithia ngai ndeka undu utaswanite na ana ni yewe kana vevata wake ulangai unamutie ni kana athukome na mpaka sina ikala imusiaesie mukona kwenda kwa ngai kula kuna atumiosa musioka wou iwai kana ni ngai unekie mubango wake bekezi wa mundu kuswania mibango yake indi mubango wa ngai niwo tukwitikila ni kwithiwa ngai niwe mwene sionthe niwe wombie musioka na niwe wombie asimake na niwe wombie ndu sionthe ino siba ni kana ciukiokusia kana be kitumi kila kinatumie amubatanga uthio ni wanthi ni kana mwise kuchona boyai na mwikala musiaiti ngai amwathime na imweka nesa Ni mubea mwingi dhanma mwingi moi kaini muketi kwa mano yangu daya nitia Kristo Yesu masamiaso nene semu ya seo mono muketi kwe yetu ya thoni kumba mu aseninya mufei wa kamwathi auna wa moli na ningi ekatweke ukia kisowito na mama ito na okete ndisika ni mabitiende na kuzo kama kafiri otwende ajasi angai wa mumo aja kamyani ndoni maiki yani siki batukanyo ndo ngai na kazi yake ndasa maana mungu na ngai ndasia akile ndio ndo yake lao ndo ngode ndo uli wo ngai wenda teno Kristo Yesu nganila yetu kwa mmoja ukia kisio ngai wa mumo imutethia na imuyania yani yani na mumo wa ngai no ndikumutethia na kumokelia kuma kwa na boko kwa mubea adhoni kuma ikuone Mwaseo inge nipe adhoni kuma ikuone kwa sito nitoa mother Simeon ni wono mbenye ni mwitu muwane ni musiae musio nikyo kimwana kyakwa kyasyoka kyatwana musio kyatwatunga mali na musio nando anyakwazya ni ngaindeka mabityo ondo wikatwaza noilukwa mamu ototiwosa binya no inenga binya byumwini niwe mume wandiwa twina kwibinga yewe ndina mbingi sia unena mbingi nineniwe o ni mukubwa wa ya mukubwa wa mutumia wakwa na ukimwana kyakwa kitwa ite Priscilla mwitu akasina ula mukuu ni mubea adhoni kuma ikuone Muranga in laws from Muranga mabikie aya Kisii. Mjambo tena wote ambao walitoka Kisii kuja wote, tafadhali simama wenye mko pale, hata kijana wetu ndio muwefu, alafu ndio niongee. Everybody from Kisii, wave the crowd. Asante. Sisi ni wale ambao tumetoka Kisii, tumesindikiza kijana wetu ambaye amechukua msichana wetu kutoka hapa ambaye ni Mumbua. Msichana wetu pole sana kwa kupoteza mpendwa pamoja na jamii nzima.
sio tawa, nafikiri hiyo ndio jina tunatumia. Sisi ni sio tawa wa boma hili, ambaye huyu ndio mwenyewe. Huyu ndio mother-in-law wa Mbwa, alafu mimi ni dada yake. Na wote ambao mtaturuhusu tu waseme tu china na kusema ni nani hao, alafu ndio niongee baadaye. Mtusamee kwa sababu tumetoka mbali, tumespend 2 days kwa njia, kwa hivyo mtusamee tuongee. Mimi naitwa George Basweti. Yes, Bwana Soro. Alikuwa mzuri sana, alikuja kwa mara mbili. Nilikuwa namjua sana, alikuwa mtoto mzuri sana. Soda wangu na watoto wake nawaambia bora sana. Asante. Ezroni ya mwancha ndio alipenda. Yuri Tondari, kazi ni ya Bena. Yuko Soro, huyo Bena. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Naitwa Jacqueline Kemuma. Nilitoka kwetu nikiitwa Jackie na Jackie akaingia kwetu. Mimi ni dada ya Ben na mfuata kwa mgongo. Elita Nyamanja, kazi ni ya Bena. Judy Kemuto Osoro, sister Tupea. Tunashukuru, hii ndio jamii ambayo ilitoka Kisii na tungekuja wengi, lakini mtusamee, tumekuja kuwakilisha kwa sababu ni mbali. Tumetembea kweli kwa sababu ya upendo, ndio maana tumekuja kushuhudia kifo ya mtoto wetu ambaye amelala pale. Lakini wenye wanamjua Mungu, tunajua ya kwamba wakati Yesu atakaporudi mara ya pili, hakika tutaonana na ndugu wetu na mtoto wetu na tukaweza kusherehekea pamoja. Wenye wanalijua neno, hakika tutakutana na yeye. Mkuwe na amani, mubaki na amani. Kijana wetu, tunashukuru sana kwa kukuja kutoka kule mbali kwa sababu ya upendo, ukakuja kushuhudia shemeji yako, na sisi wote tukienda mtuombe tukaweza kufika salama. Mubaki salama na mkuwe na amani. Asante. Kakameka. Hamjambo. Kwa majina ni Gershom Bosco Konda kutoka Kakamega, na tumekuja hapa kuleta Dorcas. Dorcas ako kwetu. Mimi ni ndugu yake bwana Dorcas, na najua tuko wengi, hata wengine wako huko nyuma. Hebu simame mwave tu. Asante. So tumekuja kusema pole sana. Hii kifo ilikuja kwa mshtuko, hakuna mtu alikuwa anatarajia, ni kitu ilikuja na mmesikia ni accident. But ulimwenguni kama tunaishi, kuna kuanga na sherehe 3 za kusherekea. Kuna sherehe ya kwanza ni kuzaliwa kwa mtu ambapo inafanywa birthday. Sherehe ya pili ni kuolewa. Sherehe ya 3 ni kufa kwa mtu. So tunahuzunika, lakini bado tunasherekea kuenda kwake, na Mungu amweke mahali pema. Asante. Okay, asante. Muranga amefika. Tunarudi kwa Mama Kana amesema kuna jambo anataka kusema. Tafadhali tumpatieni nafasi. Anyasi au mundu abakwa mundu tabeshi ino yeye dila yake ya misi na niyo no kiekito na au kana tukelia na atu mwita mwana endo mundu abakwa onze ile no wake gani kwa ni hapa na abakwa atina acha tuyoka kutoka kwa anaambia ni mwete mwana ayu newe nasi anda mako kwa la tuki mailo kukega ni mkosa kwa sisi ya kesho kama Tiraita Joseph Welele na ni mtu wako. Kama sisi nenda kitaka tuna ana kazi na wako. Nita musili maluki kinana
Masito nitakile kwa vile ana mwitu wa kwanza. Nita wa ana wakavele ana ni mwisukua. Charles. That is my sister. Ongeendeza ni umuke ndio kwa mwasio. Kwa Masito nitadijwa sana ni tena na ni mwitu. Zimange ndio na mkenya mwatindata. Natinda sasa. Masito nitale tukangata. Ni mbea. Tutafuata hiyo orodha ili kila kikundi kwa Masito nitotani na mnyithia ana ni kazi ni wakwa. Nitwa Beatrice wa Kalinga ani haya. Nitawakalita kipeka ana ni sister. Okay, nyase itwa minya kwa in-laws. Kwa hiyo anenga ni mama la nenge tom kila kikundi wataweka peke yao. Kwa hiyo nitauliza waanze wabokoa wape mabokoa kwa hivyo mnengwe la alafu afuatiliwe na watu wa Yesu kikundi cha kula ano siaitwe seimake alama chenyondo na mo. Haya Moi ilos kutoka Moi wapatiwe shamba la maua Moi. Okay. Alafu Ikuoni wapatiwe Ikuoni wako hapo. Kutoka Kisii Kakamega ne mama ne mavika anadhania wa Murang'a amefika. Na kwa ni mzeo kwa Masito ni kimazio kaka na ukundi na kila ndoja kwache ni kutunga mbea kwa kilomwe ukie kiadhimiki kwa kuilimia kwake na kilomwe kutonya kwili anachangiye kwa ile kiadhiki kai mukaiwe mwatungie mbea munene vena ikundi tofauti vena kikundi cha Kanginga kikundi kikiwe kitungitwo mbea munene Mombasa mewe matungitwo mbea munene Muingia mana muingia mangali kwa muingia mewe mema tungie mbea atumia makijoko na mobile bile mewe mema tungie mbea munene pio nundu akila mekite na kila medito mapika na kila mekani kweli ikundi chote netwele na chopa na tunazia wana chopa akileti na nina tatie kupona wa mzeo na nina tete ije muno ujono na kila kingi kwa jende mbea kwa Tiabile atuima Tiabile lekela manekie kityo piu kya kwati yondo ko bika mlenyo au monde ne mama ne ndi do kwati ba ko no tyo kumatambo ata manekie neza mstanje ni mbaya mnono tutalizira mambo mengi mno. Mungu akubariki sana, nasema asante sana na alange ombe mundu na utikie utabakiwo kuna ngu kweto kelo ndotonya bile anagie ewe mutunge mubya piu na ewe ewa bata piu mutiuno no tuyuno bali havi ne mubya bwana ukundi na wako karibu ayetela mundu ngitu kuyana sita ngoja hapa tuweke bali
Peter. Peter na wewe kuja wewe. Na kuma vitu kwenda group ya Sam na Mark Maukeba. Sam na Mark. Nasema kwenda kila special Sam na Mark. Kwa sababu kama ripoti ya kampuni mpaka tuje tuilete yaeleweke vile iko. Kabla sijaleta hiyo ripoti, ningeomba kitu inaitwa life history yake bila alikuwa kwa kampuni, alafu baadaye nitaitisha wenzangu wajijulishe hapa, ndio basi nimalizie. Kabla ya hapo, ningeomba hiyo life history kwanza isomwe, na ikiwezekana imeandikwa kwa Kimombo, na najaribu kuelewa ule iko nayo atafafanua kwa Kiingereza, ndio hivi nyanya pia anaweza kuelewa kidogo ambao imesemwa hapa. Asante. Our God is good and all the time. Kwa majina yangu naitwa Julius Kinaro kutoka Kisii County. Mwanyagitingewa ilewia na igule buya na injerero ukwana ukambani Kikusi. Asante. Nimesema ya kwamba nimesikia raha sana kwa sababu nimeongea Kikisii hapa kwa kina Benjamin Musyoka ambaye alikuwa mwalimu wangu. Tuliandikwa pamoja mwaka wa 2003. Benjamin ashakuwa mwalimu wangu, msimamishi katika kazi, na mimi pia nikageuka nikakuwa msimamishi wake. Walimu popote penye mlipo, ukifundisha mtoto na aache kukufundisha, si utaona ni raha. KK imepoteza mtu wa maana, na kulingana na utaratibu wa masisi ya Benjamin, vile alikuwa amejipanga hata pale kazini ndivyo alikuwa amejipanga mpaka nyumbani, na hiyo upendo alikuwa nayo kule kazini ndio hiyo upendo nimeona mpaka hapa. Lakini licha ya hiyo, yule mwenye alitunza huyu Benjamin, hii familia ni familia ambayo iko na msingi mwema, na nimeshukuru kama Mkisii ile mbegu ambaye ni njema na sisi tumepata kule kwetu. Wacha nisome nisimalize muda. Benjamin joined the Kenya Gas Service Limited Company of Uganda World on 12 April 2003. Benjamin alijiunga na kampuni ya KK mwaka wa 2003. He was obedient, trustworthy and cooperative. Alikuwa mtiifu, mwaminifu na mwenye anapenda kuungana na wenzake. He is related well with colleagues, seniors and clients. Benjamin ni mtu ambaye alikuwa anachangamana na wenzake kwa njia inayofaa, kwa wakubwa wake na hata pale penye ametumwa kufanya kazi yake. He worked in various assignments in Central Division as a security officer. Benjamin, kwa wale wenye mnajua Mombasa town ndio imekuwa area yake ya kufanya kazi muda mrefu mpaka wakati huu wenye alikutana na maifo yake. Benjamin Musyoka passed away on the night of 12 September 2019 while undergoing treatment at the Concept County Clinic after road accident. Benjamin alikutana na mauti tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu, akiendelea kupata matibabu katika kliniki ya Likoni baada ya kupata na ajali ya barabara. The sorrowful news of the death was received through the attending nurse at Likoni Sub-County. Na habari ya kifo ya Benjamin tuliipokea kutoka na mwenye alikuwa anamhudumia ili kung'ang'ania kuokoa maisha yake. KK fraternity wishes to convey its condolence to his immediate family, friends, relatives during this trying moment.
Familia ya KK imetuma rambirambi zao kwa familia, marafiki na kijiji nzima wakati huu, hii nyakati yenye tuko na huzuni mwingi. May his soul rest in eternal peace. God bless you all. Mungu ailase roho yake, na asanteni nyote. Asante. Hiyo ndio ripoti ambapo tulikuwa nayo kwa kampuni. Kabla tujaenda sana, ningependa hawa wenzangu pia walete kwa haraka wajisalamishe hapa, alafu kitu kidogo tu. Wati ndasa Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Emily from Siaya County, Rarieda Sub County. Sio kati kwa tunafanya naye kazi. Ni mtu matendo yake yote ni taratibu. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina najulikana kama Lilian Nambo, natoka Trans Nzoia County. Musyoka amekuwa ni rafiki yetu kule kazini, amekuwa kama ndugu. Yaani ukiwa na shida yoyote ukimweleza, mpaka lazima atatatua hiyo shida. Tumepoteza mtu wa maana kwa kampuni, lakini si mapenzi yetu bali ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Familia yote naiombea pole, maana hii ni njia ya kila mmoja. Poleni sana. Habari zenu wakazi wote. Nashukuru Mungu kwa kutuleta sehemu hii ya Benjamin Musyoka, na kwa rafiki yetu wa maana, na yeye ametufanya tumekuja hapa, tumeacha shughuli zetu zote tukaona tuje tumzishe Benjamin Musyoka. Rest in peace. Jina langu ni Crispo Odwol, natoka sehemu za Kisumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Leonard Muinde kutoka Makueni County, Kibwezi. Napeana pole na rambi zangu kwa familia mbili pamoja na Musyoka. Musyoka alikuwa rafiki yangu, alikuwa mkubwa wangu kazini, lakini wenye alituacha nilihuzunika sana. Kwa hivyo nashukuru sana kwa ndugu zangu hao walishika mkono kuweza kumleta ndugu yetu nyumbani. Jambo wa Kristo. Mimi naitwa Cleopo Chia wa Musyoka. Musyoka tumefanya naye kazi miaka 10 baada kwa hiyo kampuni. Musyoka alikuwa mtu mzuri sana. Alikuwa kijana ambaye akasiriki. Mama, asante sana kuzaa kijana kama Musyoka. Hiyo siku tarehe 12 nilipata ujumbe saa 6 kasoro dakika 10 Musyoka amefariki. Nilikuwa kwangu nimelala. Paka nikashtuka, bibi akapata nimekaa kwa kiti na waza. Ile nishtua sana. Ikabidi nikae niambie mkubwa wangu Musyoka ametuacha. Hakuna mtu alikuwa anaweza amini, hata mimi sikuamini. Hiyo siku nikatoka kwangu saa 9. Nakaa sehemu za Changamwe, nikaenda town. Ili nieleze maskari wake, marafiki zake, ile Musyoka ametuacha. Musyoka ameacha pengo kubwa sana. Akiletea askari mgeni anafundisha. Abagui ni msichana, mama, kijana, mzee, atafundisha kazi. Ana ujuzi. Musyoka alikuwa rafiki ya watu wote. Siri zake nyingi tunazijua kama vile nyinyi mnajua. Na ametuacha, na jambo aliniongelesha za mwisho hiyo kama naenda off. Ochieng, nitafutie siku nataka niende nyumbani nifanye jambo lingine. Naambia maliza off tutakuja kuongea hiyo. Hiyo off ndio hiyo amelala. Jambo la pili, nashukuru Michael shemeji wake, Kasina ndugu yake, na Solomon Kasina na Alam. Wakati nilienda kule nikatambua mwili, nilipelekwa na polisi kutoka hospitali ya Likoni. Ilikuwa jaandikwa chochote. Ikabidi ni commit, jiandike, nikubali amefariki, tuanze maneno yake. Wakati tulipoenda kufanya postmortem, Musyoka aliumia sana na pikipiki ambayo inaendeshwa ovyo na vijana
limgonga na katoroka, hatujapata mpaka sasa hivi. Na haijulikani. Sasa ni maombi tu, muweke maombi. Shafanyika, imefanyika, Mungu amependa ifanyike. Tusiweke lawama kwa mwingine. Na ripoti ya daktari nadhani Solomon atawapatia ama Kasina, lakini alipasuka kichwa 15 cm pana wake ambapo hangepona. Kwa internal injuries ilikuwa hakuna. Kwa mali alihit upande wa kushoto, ribs ilivunjika mbili, moja ikapasuka na kitu ilidunga hapo inchi ambapo tuwezi jua ni ngapi kwa sababu tatu kuelezwa. Kila mtu alikuwa na huzuni. Michael, asante sana kwa na jasiri. Na uzidi kusaidia hii familia kina Mbela. Na hiyo msichana amewacha, jaribuni kuweka yeye pia pamoja. Bado ni mdogo, umfanyie guidance kidogo kidogo ajue. Wakati mtu kwa anafanya vile shopstart ataweleza. Kwa sababu mimi ni mkubwa wake na pia ni mkubwa wangu. Yeye anatutetea kule kazini na anatetea Musyoka. Musyoka bado ni wetu mpaka ile dakika za mwisho familia yake itapata maridha yake. Sasa Musyoka bado ni wa KK. Ndio maana mnatuona tuko hapa. Poleni sana. Poteza Musyoka. Poleni sana. Sasa naona ni kama kitu imeshaelezwa. Sasa kitu ambao nitaenda through ni utaratibu wa kampuni huwa inafanya. Mimi nashukuru wale watu wameitwa makaseni wa Benjamin Musyoka. Ni watu ambao nawapigia asante sana. Wana nguvu na wana umoja. Hao walitambua ofisi yetu mara moja na wakaja, na kulingana na utaratibu wa ofisi yetu pia huwa ichelewi kitendo kama hiki kimeshafanyika. Wanakuanga tayari, isipokuwa tu wewe mwenyewe ueleze utakuwa nao upande tayari lini. Kwa hivyo vile walikuja wakazungumza, walielewana na utaratibu wa hii ukaanza. Kulingana na upande wetu na hata kaseni wanaweza kumueleza KK imechukua hii mwili mpaka kuleta hapa. Kwa hivyo vyote vile imeshughulikia. Na kuna division tu ambapo huyo in charge wake anafanya nao. Wakasema hata kama kampuni imefanya ile mpango yao, lakini sisi sasa safari hii mahali huyu anaenda kulala hapa, sisi hii tutashughulikia. Na hawa ndio walikuwa jukumu ya kutengeneza hii nyumba. Hiyo division ni kidogo kwa sababu ni Kenya mzima. Inaweza Kenya mzima ni watu kama 10,000. Hiyo division ni watu kama 50 tu. Kwa hivyo hawa wakafanya kazi kama hiyo, na hiyo shughuli nyingine ikabaki kwa kaseni wake wafanyie kazi nyingine ya Masisi. Sasa nitasema hivi, kuna kitu ambao tukitoka huku huwa inasumbua sana familia, na tunataka kwa sababu kampuni mnaweza kuilaumu imechelewa kufanya dues za mtu wetu, na sisi vile kampuni imempenda, na hizo dues natakana sifanywe kulingana na utaratibu wake, kwa sababu kazi ni rahisi. Kuna kitu inaitwa clearance. Hiyo clearance ikifanyika wakati wote kuanzia leo kwenda mbele, kama mmeshamaliza kuweka hii mwili, familia ile inahusika kuja kufanya clearance, ama kama sio hivyo wale kaseni wake ambao walishughulikia wanaweza kuchukua clearance form kwa ofisi yetu na wapeleke huko waangalie mahali alikuwa anafanyia, kama kwa benki kuna kitu gana kidogo alikuwa anaweza kuwa anadaiwa, wamalizane, ibebu ipeleke kwa ofisi waanze kushughulikia hiyo haki yake, kwa sababu sisi tunakuanga tayari kama hiyo clearance form, na si kitu kubwa. Unaweza enda huko saa hiyo hiyo na utafanywa na utaleta ofisini. Kwa hivyo kitu tungependa isiwe inakaa sana, na vile utaratibu huwa tunafanyanga. Kampuni saa nyingine inatakanga kujua upande wa mtu ambao mfanyakazi wao kama mahali anaishi, kwa ile familia in case wale wanahusika na vitu kama hiyo dues zake,
inafaa wakati wanakuja kufanya hiyo clearance wawe na barua ya chifu. Inakuwa ni kitu inaeleweka kwa kampuni yetu, huwa isumbui kwa sababu inaeleza the right thing. Inaeleza yule anaweza kuwa kufanyiwa kitu kama hiyo. Mimi sitaongea mingi, bado tuko na huyu brother wetu mpaka wakati wa mwisho, kulingana vile kampuni imesema wataomboleza na nyinyi mpaka dakika ya mwisho. Mimi kwa majina naitwa Ignatius Okwero kutoka Western Mumias. Asanteni sana. Asanteni sana, mtapatiwa maua ili mweke. Wakimalizia tuko na timu kutoka Bangali tafadhali. Shia hii kipaza sauti kwa mchungaji. Kwa majina naitwa Pastor Dominic Mwangangi na nataka kuongea mambo mawili. Jambo la kwanza naongea kwa niaba ya Bangali, na jambo la pili naongea kwa niaba ya nyumbani. Huyu kijana ni kasini wangu, na asa kutoka Bangali tumekuja kupitia dada yetu ambaye ni Esther Kitondo. Tumekaa naye na amekuwa ni dada wa baraka kwetu, na kwa sababu hiyo ikawa ni lazima tukaweze kuja ili kuhudhuria hii sherehe. Jambo la pili nataka kuongea kwa niaba ya nyumbani. Ninaongea kwa niaba ya familia ya Mbila. Sijui sasa niseme Mbila yule original ama yule mkubwa zaidi. Katika hii familia yule alizaliwa baba ya Musyoka alikuwa ni Mbila ambaye ni babu ya baba yangu. Na huko ni kwa Mbaa Kitondo, kuni kula kwa Mbaa Kitondo. Wauni endone na pia kwa niaba ya Mbaa Kitondo. Na nye ni Dominic Mwangangi wa Mwenzi musiwa wa Mbila ulawi ukasi. Wou pia nitumiwe ngethi sia pole ninya wakwa opamwe na mabrother makwa na onze makula ukasi kioko na mambia tuipamwe ibinda hii ya msiba. Mwe Yesu na mutethie na aitutethie igionze ibinda hii ya methoi. Nginena na mututi na kivetikia mututi wanenda kwasia kana nzinu wa methoi asutui namo. Ngai etu promote na kutuia kiwango kingi kia kwithiwa tui above limits. Nundu bilea ya sekana Ngai niwe ithe wa ciana ndiwa. Na pia Ngai niwe mutumia wa ibetila ndie ibetila sikwitwe. Kwandu wa ukuma ibinda hii nitusiaisie Ngai musiaisie Ngai na numba jetite kila kindu ni kwandu wa thai wako na thai waku rukavikia usonoka ethi ukaia kiswanio kia ukula kwi Ngai. Asante mwe na tuadhime. Asante. Vile tumesimama hapa tuko na kikundi kimoja na ni kama tuko sehemu mbili. Vile tumetoka Bangali watu wa kanisa la AIC ambalo Esther ni mshirika wetu, na pia kuna marafiki zake ambao ni kutoka Bangali, na pia kuna wale wanafanya kazi pamoja huko Bangali. Kwa hivyo naomba kwa upande mturuhusu tu nimpatie mmoja wa kina mama aseme jambo kwa upande wa kanisa la AIC Bangali, na pia mmoja wa kikundi chao ili aongee moja. Hatuwezi kuongea zote kwa maana sisi ni wengi. Kwa hivyo naomba mmoja kutoka kwa kanisa, Mama Wambui. Huyu atanena jambo tu, neno moja tu ama mbili ama moja na nusu kwa upande wa kanisa, rambirambi kwa upande wa kanisa, na pia ongea. Basi na wasalimu yote katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hebu nipungieni tu mkono. Kuna ndugu amekuja hapa amesema kuna safari tatu za binadamu. Bwana asifiwe. Amen. Kuna safari ya kuja ulimwenguni huu, kuna wakati wa kuoa ama kuolewa, na kuna wakati kama huu ambao tunaosherehekea siku ya leo. Haleluya.
Langu ni kusema ya kwamba sisi zote ni watarajiwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hatujui leo ni huyu, kesho labda mtakuja kwetu, kesho kutwa kwa mwingine, kwa sababu sasa hii ni safari tumeanza. Bwana asifiwe. Lakini swali moja ni kwamba, je, utalala ukiwa namna gani? Haleluya. Utalala kama huyu ndugu wetu mwenye amelala hapa, ukiwa namna gani? Bwana asifiwe. Hiyo ni ya roho yako wewe na Mwenyezi Mungu. Sasa muagane. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu haujui hata siku. Hata nafikiri ndugu yetu angejua ni leo, hangeenda mahali alikuwa anaenda. Bwana asifiwe. Angekaa tu. Kwa hivyo kwa niaba ya AIC Bangal, tumekuja kwa niaba ya Madam Esther, tunawapa pole. Tuseme Mwenyezi Mungu awafariji na awabariki. Barikiweni sana. Nani ataongea? Okay. Aina ndeko mukeja ndio ndaya na Yesu Kristo mwaseo. Na kwa nemuseo kwa isitwa nita wa Douglas kutoa wambua nyumete kwetho kwa kusetwe ana nasya tukete bani kuondwani hapa ya Madam Esther ula twidi ana kuya pangali vyetu ya nyanya wa make na tunekala na kenesa ni kwithia tuna mwendete na una twendete itukie ni kana tunengane policy tu ivye ta nyanya make alifika na ke pangali kwa nda tunekala nake ukiasia ni pole kwa familia yonde nzima ya Kasina kana ya Mbela ile dikie kutiwa ni mwana wo na sia yeni onzia ya kila umwe yonde tweba no kere atwese mudhaninde ko nondo likwenda kwa ngai kato kwetekele atukwase ni mupea kwa ngai ende kutunenge kumianisia kubikia modhia atukwasia ekamwiyai ende na kutongosia kwendane kwake. Asante. Asante. Kwa vile mimi ni pastor, wale ninaowafunza nimewafunza jinsi ya kupeana pole na jinsi ya kuelimisha watu wakati kama huu. Na kama vile wameongea, hiyo ndio sauti yangu. Nataka kumwambia dada Esther na wale wa familia ya kwamba mtumaini Mungu, kwa maana Biblia imesema ya kwamba tufarijiane na neno la Mungu, tukijua ya kwamba hii mahali tuko ni hema tu, na hii hema ikitoka hapa tutaenda nchi nyingine. Kwa hivyo nataka kuongezea kwa usomaji wa Biblia kwamba kuna sherehe 4 sio 3. Kuna sherehe ya mwisho ambayo inapatikana katika kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 5 na mstari wa 29. Inasema, msisadabie haya, kwa maana saa yaja wakati wote walio makaburini watasikia sauti yake, na wale watasikia watatoka, wale waliotenda mema kwa ufufuo wa uzima wa milele, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kwa hivyo sherehe ni 4, na ile ya mwisho ni sherehe ya Mungu mwenyewe. Asante, Mungu awabariki. Okay, asante sana, wapatiwe maua. Timu kutoka Bangali, Mungu awabariki sana. Awakiweka wa Blessed Sisters with a Vision. Kwa niaba ya Blessed Sisters Vision, Irene Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Irene Naomi. Kwetu ni Kitui, lakini nimeoleka Oma. Tuko wengi, we are around 20. Wengine wako mbali. Anne is one of us. Tunajiita Blessed Sisters with Vision. Our chairlady was around, lakini kuna pahali pia alikuwa na matanga ameenda. Sisi ndio tumebaki. Yetu ni kuleta pole zetu kwa hii jamii. Tumelia pamoja na Anne, tunamwambia ni pole, Mungu yuko pamoja naye. Thank you. Yes, and then Blessed Sisters Vision.
Asia Village. Okay. Kini kikundi cha Asia Village. Bala Musyoka jewe. Na kila kitu tukwenda ni kunenga ne policy tu kwa family na kasina na bila no do out you no more mata utarajia akaitwa ajili pole na mwiwe mwe akiakike muno na mwiwe tumonete pole muno na ni ajeto imanenyi na tukwenda kwithia twi manenyi kila maunduni akana ati Musyoka ono komelewa ni mundu unayo wapata muno thini watu iwo witu nondo Musyoka kunene nyekile kya pandonya kwithia nisi tie wa Musyoka amite mundu tie wa Musyoka athakite mundu tie wa Musyoka okitite na mundu na nondo akitumikiu ni twacha hivi atuimaba mwana ketuna unaitegemea itu muno tunaina we kwa tunake maunduni mena ibaduka kakatu atie ne kwa ndondo mwana bundi na mwenda Musyoka na mwenda engatu oyu mwana na mwenda engatu nondo no jete na mwenda nyaki idabi disila na nondo idabi disila ne ngatu idabi disila na idabi disila doga Musyoka ngatu yu na mwenda engatu na nyetu na kenda na tu na wenda naye udhoku na mundu dana ayume mundu na kwa kweli we ni twacha mundu wabata kwao nondo ngaine wonie uno tio ni wale ni kumudhu moja takatu ikitikilana nake na tukwacha wa uoni ni mbaya lakini tulike ngaini na tuwe kwa ngai na tuwe ngaini muno muno kuithia ni watu twani wabo wake peke yake tukazwani wabo wa mundu ungi kwao nenda kwa tena mbaya na tena tu dikiela tunaongea kitu. Okay, sisters ya Benjamin masema kwenda kuya ila meoka. Sisters, please. Amatiwe brothers, sisters-in-law. Sisters-in-law, Joseph Musimi. Babinonze kwa mziro numwe wa nito Joseph wa Musimi agwezirwa inge maongozia kwa alama kwangu be nenda kunenga ni polisi yakwa mzia mzi wakwa ba mzinu amila na kele waze ni bole muno mundu wetwa be mana gao komete ba kana mutumia ningo mweta mutumia ndio mutumia miaka nayo na mumanye kume asiawa azome school watia na mudio school we lakini record yake ndianzo kuanzeo na bala wonze wendie no ndwe adwenda nidi nake na abika kumusie ona bidayo nayo ko kwa no ba mukelo amanzo kwithika ba kudi ai banethe simone kole ai amanza na metho abikambone na bana dukwe kalanza dune na tatumia bakwitha duwa twende kwonye ke bitambe ngwa chenye nozia nyeta mundu ni banozia pyo inene adonge weze ulondo tonya kumbeka wethe nwana mnyanya ungi ye ningwe banoite pyo kele
mutumia ono mundu twanya kwalula area agwito kwana bicha nyakele inayo na kwana kuna kula na nena na kwibwa ndo kuweta mundu munini otonya kwalula area agwito akalwa musio ona akalula area akabwa ne yonze na akalula nze yonze ende kule awenga ino wese itumisi yake kila ndo nyokolya andu maito nituvoyewa muno ndio nyanino zenyo oyu nitozia andu ana moino na andu ala manini amona mundu ukunani sinduzi okweza kweli ona kila kyo kuzenya ni kweli abe mundu na kwa hospitali okebangania na waye na ya kwa hospitali ya mina matukwele twaiba muzizi atwe kalanga ende kila mundu nebwa kani watukia hotela mabalukazi babalukazi okwe kalanga okwa tunange mukugelwa baito nyenabo ya mboya pastors pray for us. Pray for us. Everyone, pray for us. Let us confess, and God will hear our prayers. Prayers will keep us away from temptation. Pray for us. Thank you. Benjamin. Another request, brothers-in-law Benjamin. Then classmate Peter Musili. God is good. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niasia nunga metebata munyanyae my brother. Majina ni Peter Musili. Kwetu ni hapa tu, ni jirani huyu. Naona classmate mwingine amekuja, amefanya mzuri. Kuna wengine pia lakini wacha niwakilishe. Naweza sema tulisoma na marehemu katika shule ilikuwa hapa Tia Primary, na tulikuwa marafiki kwa kweli, na nakumbuka mom akituletea chakula wakati ule tulikuwa tunakula sahani moja. Yangu ikifika mapema tunakula yangu pamoja, yake ikifika mapema tulikuwa tunakula pamoja. Tukamaliza shule primary, mimi nikaenda Machakos, yeye akaenda kumalizia Kithioko, na kwa hakika tulikuwa tunawasiliana. Kama mnakumbuka kwa nyakati zile tulikuwa tunaandika mabarua na tulikuwa tunasema ifike wazazi wakitusalimia kule, my mother akiingia na my dad, my late father, nampea barua, peleka pale Kithioko, rafiki yangu asome, anapojua wanakuja visiting ananitumia. Tulipomaliza shule mimi kaenda NYS, kaenda Meru, na tumekuwa na wakati mzuri tukiwasiliana. Actually wengi wa hii area wanajua Tia. Tumetembea safari ambayo inafanana, zile tunaitanga Kiingereza striking similarities. Hiyo siwezi sema hapa, wengine wanajua, wale wa hii area. My mother pia anajua, na tumekuwa marafiki. Wife na my wife walikuwa najuana, na wakati alipohoa niliweza kujulishwa na yeye mke wake, na tukapendana na wakapendana pia. Na nilikuwa najua tarehe 21, that is Saturday ambao ilipita, tulikuwa tunawasiliana kitu moja tufanye. Wa hii familia wanajua, tuwezi sema hapa kwa sababu ya wakati. Na alipotuacha niliweza kukuta simu nimepigiwa 13, starting from my mother, sister-in-law, classmate in Mombasa naitwa Mulandi, na wengine pia walikuwa Mombasa waliweza kupiga simu, nikafahamishwa, kimbia hapa hiyo siku na tukawa na maombi. Kwa hivyo yangu ni kusema kama vile wengi tumesema, safari hapo ulimwenguni, niruhusu niseme hatua si tatu
wala si 4, mtanisamee, ni 5. Kwa sababu gani? Wanaosoma Biblia vizuri ni 5, kwa sababu kuna mmoja ambao hatujui, pengine niruhusu tu kwa heshima zote. Ya kwanza ni ile Jeremiah aliambiwa na Mungu ya kwamba nilikujua kabla, before you were formed your mother's womb. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio ya kwanza. Ya pili ni kuzaliwa. Ya 3 ni kuoa. Ya 4 ni kama vile marehemu ametuacha. Ya 5 nao ni ya mwisho, ni mahali after death ambao utakapoenda. Bwana Yesu asifiwe. Umejua hizo safari? Kwa hivyo si 3 tafadhali, na si 4, ni 5. Ni ngapi? Ni 5. Shika hilo siku ya leo kama hujawahi jua, kwa sababu sasa, na kama utakufa kabla hujaoa itakuwa ngapi? Sawa sawa. Kwa hivyo mtu anaweza zaliwa, anaweza fanya hiyo yote, lakini tujue ni 5, kwa sababu my brother amemaliza na anaelekea ile ya mwisho. Tukubali ya Mungu ili atendeke yale. My brother, mimi nilikuwa nampenda, tulikuwa tunapendana kwa hakika. Wale wa hii area siwezi kuelezea, na mama yake, wazazi, brothers and sisters, they know this very much. Kwa hivyo kabla sijamalizia, wacha nipe our classmates ya hapa primary school aseme tu jina, alafu tuweke ua. Wale wengine tuna represent tafadhali. Asante. Ningumukede seta Yesu Kristo mwaseo. Nyani tawa Mary wa Mutua makao. Siweza kwa lakini nisikuwa ito na boru. Mam Priscilla na manyie kuma chene ni munini. Musioka twalikile skulu ibindemo na twasoma imwe. Opita wanena mekala tamasiane iwe. Na kume binde sionde ni twasomie na musioka na jao na bandu musioka kukosea Mungu. Aina ngonzeo na ngaina muye bandu baseo ubikela tuyekoma na ibinda ingi imubea kwa mam Priscilla ngaye kaonenge binya na wimwe kwatya na nitukwendea kuboya na ngaino kukonya nukukonya maundu maseo na ana pia ulani we wachiwa osa binya nini sebe na binya lakini ngaino kunenga mwi kwachewe nundu na wawe na wina binya waku kupuya nimubea muno. Asante mama Peshe. God bless you. Ma'am, God bless you. May he keep you strong. Thank you. Okay, asante. Na wageni kutoka sehemu mbalimbali, Mombasa, Bangali, Murang'a, nimeona a record of so many of them. Atui na wananchi kwa jumla, heshima zote zikihifadhiwa. Nitaenda kuwasalimia. Amjabona. Mwaseo na kwa dimusefu. Kwa majina mimi naitwa Nicholas Mwinzi Muvenge. Mimi ni area chief wa eneo hili la Kagongwani location. Kwanza kabisa nachukua nafasi hii nilete pole na rambirambi zangu kwa marehemu mwenye alipata kifo kwa njia moja ama lingine ambaye haikuwa inatarajiwa. Poleni sana. Ninafuatia simu ya kikuki ya mtumio sasa sio tuku ejula wangu nea agi kundu kungi kwaza muno nza wa Kenya. O Kenya tuisao mana kukuni sasa. Kono situ ya kwatia neno ndo akonie simu lafu naone jiso mana kwa neto ko tuisasa. Ndio sisi kuna report ya mtumio none mapaura make bano. Osa tuela ya kukose ya kikundi cha mwingo kana ni kweli. Masiani swe no swa kunia ku ni mama siumwe na ni ma brothers ni kana mega no kweli wa kunenga no tedi twa kwate yani asante watana mbe kunenge mutru wa komanya kambo okeba ni ande weno mukeli ale manga ime atia mama me museo ama sepa anda nikanyawa museo ni kwatia inyo to yono iwakwa mama na wako mede ba musukua osia wane wanakoba twani na nyinya wako nyo nyake twani kwa kwa no bawo osia watu wetu tuna tutuiba mwe na ndetele nene yonze yose wakana ka ni kawaida hiyo lao sio wa mungu wako wewe angalia ni museo angalia museo
ogwo kwa kila kionse kineniwe kya Musyoka iliu nanye kwanza ni mwozo kwa ana seno mubea kwa ngai ni mubea kwa kanende wenu mukethia ikomano mwaseo kwa ni museo asira ni kwa area assistant chief nani nekane police yakwa na musi wakwa nuno kwa pika wa kutini mwana wo kula mane kwa jete muno kwa mengi kana se tairi eno ibiyanga kubane biyangone kumuno na seno mukwa chiwa yaja o mama thikoni obambe wangi mabe mwana okuthika wabua 19 years baya mwingane wa uzi bio mama okuthika wabua ola nake ni andi wakwa sio baki tukabugani tuona mwana ungi wo mochari twetete topi ya umetuki kwoni tukulya mboya mutupike na mboya mona kupika ezuno yonzia indi kibujo kibinya kwoni twa mukulya mutupike na mboya chibu no aweta maundu maingi ndiongela kila wongela buno no kwasia na seni mwisi no tila gosi angili na se ndele liewe ko kubi na se pepe date bela ambapo ni auke ono yutwe ne kwa jambi bandu ko kutukane wa ukanenga ne unewe kendo na ikoswa ko ngukule be mundu enayo atonyeka nisyo mandi wize kwa ni wasende bengi nikanande kezo pika magangu ni mubea to the political wing. Wethiabe mundu MCA unyubitwe nandu ti alametele kama utakwiso twikalila kivila chu ulo nyubi kuna ni wako na timo ametuke watu oba aja ndeba kubi nditia muingo na ripoti ino na amekwatia lakini aja munewe pole chamanya na ngumutabia kana mwewe manake undu ni uno mwewe mweakiakite na nota newe atio na kawito nyakwiki aba ati kabe ukindu kutuma na atuma nikiuli kamjo haina dina mmoja pole yake ni wanenga ne pole we na aja nditia mwingo ndeba ku wa mwezi wanake ba mwenyo atuo okay ni mubea kwa niaba ya Musyoka sina uonze itunge andu alamokie kututethesia kana kukusia tukwia Musyoka biani nikumutungia mubenyo nze nikutungia andu metu ai yakanginga mubea muno alama na tutetheisi kutayarisha mathipo amasuo nitumutungia mubea muno itutungia nyanya maitu mubea alama na tutetheisi na nitutungia andu onthe kila mundu unekie kaundu ba nitunakonie na nitumutungia mubea muno Gumina nashukuru sana marafiki wetu na wale watu wa kutoka Kisii na Kakamega ambao waliona kwamba Kasina waliona wachukue wasichana wazuri toka hapa wapeleke kule, na wanatutambua sana. Tunamshukuru sana. Tunajua kule Kisii na Kakamega ni nchi evergreen, nchi mzuri sana, lakini hapa kwetu mnaona vile kumekauka, na kukiwa hivyo mnazidi kutupenda sana. Sisi tunashukuru zaidi. Mungu awabariki. Ni mubea muno wala montere isie na ngai we no wisi kila we muiba ni mubea muno. Okay, asante Uncle Joshua. Sasa ka tukulia kanginga wasis ne yao makwina wadi pastor selele na
wekuwa ni KK group. Kwa hivyo cousins hamtabeba mwili, ukiondoka hapa kwenda kaburini ni KK group ndio watabeba mwili. Baada ya Kanginga Oasis kuna ule wimbo mlikuwa muimbe, kwa hivyo ni wakati wenu kuja hapa, alafu mkimaliza wimbo nitaelekeza vile mtafanya. Wanafunzi Kanginga, ama mmesahau wimbo? Okay. Asanteni sana Kanginga Oasis. Mungu awabariki sana, mmetufadhili. Kwa hivyo Pastor Charles, ni wakati wako tafadhali. Tulivyoanza vizuri, tukaendelea vizuri. Mwisho wa jambo ni muhimu sana hata kuliko mwanzo. Ningependa kufanya mambo mawili. Jambo la kwanza, na waita wachungaji walio hapa ili tuwakilishe kanisa kuweka ndoa. Naona kuna lile la kanisa, kwa hivyo tuwakilishe the other church members, all the pastors present. Bishop uweze kuongea, alafu tutaweza kuweka maoni. Bwana Yesu asifiwe. Pangele siva hayo. Bwana Yesu asifiwe. Majina ni Julius Nyerere, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Mimi ni mchungaji wa Hana ambaye amefiwa na mzee wake. Na zaidi ya hayo, ninajua ya kwamba hatukupasuka kwa mwamba wala tukatoka kwa mti. Tuliumbwa na Yesu Kristo. Kwa kuni Yesu sumakofi. Chao siningwe ndombe tikilia tukuni Yesu makofi nesa. Musuwa amba kazina no tukuni Yesu makofi nesa na tuisire. Suola na inie pe mosie. Wegiada. Ukishajua ufunuo ule wimbo, utajua kuna mahali tunaelekea. Siachi hii kwa watu wote.
ya kwamba Yesu anaokoa. Hebu salimia mwenzako, mwambie Yesu anaokoa. Wangapi wanajua Yesu anasamea dhambi? Ni vizuri ujue ya kwamba usikae kwa dhambi, usitembee na dhambi, usiishi na dhambi, usilale na dhambi, usiamke na dhambi. Dhambi si ndawa ya mwanadamu. Dhambi ni nini? Ni adui wa mwanadamu. Maana ni dhambi itatupeleka jehanamu. Ni utakatifu utatupeleka mbinguni. So ukiwa hapa vile tunaona ndugu yetu amesha haki, anarudi mavumbini, si kama wale watu wanachomwa, wanaenda kinyume cha maandiko. Kama kanisa hiyo tunapinga all throughout. Hakuna kuchomwa, ni mavumbi kwa mavumbi. Kila mtu anajikitoa kitoone. Na kama ulikuwa unawaza siku moja kuna mtu atachoma, basi hiyo imeshindwa. Usiende kinyume cha Mungu. Maana hiyo ni kitu inaingia katika taifa hili na wahubiri tumenyamaza. Sasa nimesema hakuna kunyamaza, ni kitoo kwa kitoo, mavumbi kwa mavumbi, dust to dust. Mungu ni Yesu makofi ya mwezi azue maandiko. Kama mnajua ni maandiko, chapia Yesu makofi. Kitu cha pili, chao ni ruhusu. Sikiza niwaambie. Mungu anachukia premature death. Mungu anachukia kifo cha mapema. Anayesababisha kifo cha mapema ni adui yetu anaitwa Shetani. Akapitisha sheria watoto wote walio chini ya miaka miwili wa kiume wauawe, enzi za Yesu na enzi za Musa. Watu wakavuvuane, watu wa eneo hili yatia watu wa Soweto nunu kide ba Soweto kidangona kile jama yini kike to baeke imane ulawe kite nambi kumya nyebele atano kafa. Bwana chifu sijui kama yuko hapa. Ameenda. Mwende munitishie na basi kwa mwenye hiyo kichaka na hata akikataa nitaingia. Tuyamba kwitha tuna mavia na meamba na miti yiyo mayini. Tunyumya byosio twani ya Yesu baike mboto tiani. Wangapi wanasema totoe hiyo mapepo kabisa? Wewe kutoka kilindini cha moyo wako unasema totoe. Naomba wewe Mungu awasaidie. Wakamba hii kitu ya kamote lazima tukatae. Bema nawe kale bado hivi ya uniwe na tumine madiko kuinga tani. Bego linga tani tangi robo wangabe rutiani sino na alame odiyani amwaki. Ugere mwana nomwe wendwa ile utobo odiyani amwaki we mwana ke muno. Nani wewe ni mrembo kiasi bado unataka kwenda jiona. Imagine urembo wote unateketezwa na moto. Sema dawa ya dhambi ni kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha tatu, naomba tusaidiane kuombea wanafunzi wetu ambao wanakalia mitihani mwaka huu. Ni ombi ninaitisha. Class 8 form 4. Kuna madhara, kuna njanga zinakamata watoto wetu wakati wanakaribia. Niona ndo madhara ama tujasula. Niona watu tujasula. Satani timo nanawa. Niona bya ndo ataba lakini chao sieka Satani ya that. Mundu mudolo that ndaka bituni. Tubo hisanili kwa mutiani msa form 4 na class 8 na alama to the next. Kuna janga zinafuata watoto wetu wakati wanakaribia kufanya mtihani. Sisi wa Kristo tuko na jukumu ya kuombea au wanafunzi pamoja na walimu wao. Taifa la Kenya imekumbwa na mambo magumu na mazito. It is my request and my prayer to everybody who is a Christian na unajua the mystery behind katika kuomba ya kwamba nchi hii yetu ya Kenya imepatwa na mikasa ya kila aina. So ninaitisha maombi kwa wote ambao wametambua siri ya mambo. Let us pray for this country and we pray for the candidates class 8 and class 4, the class that is from 4. Number 4, ile njanga la njaa imekamata nchi ya Kenya. Toto mwezo wenga inaka tuwe atina atunenga mbura hii. Miana talame wazie moju boye ya mbura. Hizo vitu ndio zinasababisha
Unaona nyumba zinakatika maana hakuna pesa katika nyumba. Na zombe ni hizi ikaliliwa ndo lama tutongo hizi katika serikali. Magaima ikiita wani ngoma kiita. Makiitwa. Mtu anatuongoza na hataki kuleta maendeleo. Kiona mtu anakataa kuleta maendeleo na amechakuliwa 2022. We are praying him or her out and we are voting him or her out. Mungu amenikarimia na maombi. Sema maombi. Charles amekarimiwa na neema ya maombi. Tumefanya kazi pamoja katika maeneo tofauti. Na kwa jumla nasema mwili wa Kristo, the body of Christ. Hakuna kiongozi atakuelekeza kwa shetani wa kanisa, la hasha. Kiongozi wa kweli atakwambia kuna Mungu, kuna Yesu Kristo, kuna Roho Mtakatifu. Na ombi letu ni kwamba kuwe na faraja ya kutosha ukiakisio wa Yesu Kristo. Ulawitha akwatianie na veba mtheu na ngaiasa. Na tunasema hizo faraja tafadhali ziko hapa. Hiyo maombi ingine nuiza na magili ya mayuma madhikoni mayuta modhanga. Faada yuko utwa modhanga. Mboyela tuko ya baya wa uta modhanga ni vaki. Moyungame ndo tuyiya mamala moyungame. Wene ndo tukakindu yego la kwe Chelsea. Toya mala we Chelsea. Ozelela tutwani wezungu tutwa. Na hindi hiyo tu mume tina mwana wangaina atawe. Wale wanaweza simama, naomba tusimame. Kanisa inapoweka maua tafadhali. Tumesema shukrani kwa ajili ya kualikwa, na tumesema shukrani kwa ajili ya Mungu kuwa mahali hapa, na wote ambao wameshafika kama kanisa we say thank you, thank you, thank you. Kwa hivyo narudisha kipasa sauti tafadhali kwa kasisi wetu Reverend Charles. Please, God bless you. Thank you kwa nafasi ambayo umenipa. God bless you. Wachungaji wanaweza kurudi kidogo. Nimeulizwa jambo moja. Okay, you can be seated. Mnaweza kuketi. She
Ni mstari wa 3. Nitasoma kwa Kikamba na alafu nitawaita wana KK ili tuweze kurudisha mwili pahala pake, na baadaye wakifika pale upande wa familia, that is Bilas family, tuweze kufika pale ndugu zake Benjamin na dada zake na mko na mama, ili tuweze kuomba tukiwa pale, kwa maana mkiangalia nafasi ni kidogo, hatuwezi toshea zote, so tutaita tu watu wa kifamilia, na nikisoma tu mstari tutaenda kumalizia. Ona ingi David evita na Asia au nui sinesa kanani none teoseo medho ni maku na Asia yonathan ndakamanye u ndakese kwiwa wo indi uo otondo yoba withayo na dondo chucha kukithayo no itambia hii kati wakwa na kiku atawe Yesu.
pabikie vandu Davidi anena nina Jonathan ila waekalie na mekalamentu munona Jonathan amwape kindu kimwe nisi katibu wa thayu wakwa na katibu wa kiku no itambia hata wa Yesu iya munyanye wati katibu wakwa na kiku no itambia no chao. It is just a step between your life and death. Na ondolo maana na ile jambo la maana ni kukaa umejiandaa kwa maana katikati yako na mauti. It is just a step. We may say a lot of words, naweza nena maneno mengi, lakini ukikosa kutambua ya kwamba it is just a step between me and death. Na hiyo Jonathan aliweza kumwambia ndugu yake. Na maisha ya Benjamin Musyoka, it was just a step. Juu ya kuzaliwa na kufa kwake, it is just a step. Unaweza sema hapa katikati kuna mambo mengine yafanyika, kuzaliwa, harusi nini, but it is just a step. Unaweza kosa kuoa, but it is just a step. Unaweza hata kuoa upate wajukuu, but it is just a step. The difference between you and death, it is just a step. And what we are supposed to do is we be prepared before the death strikes. Bwana Yesu asifiwe. It is upon us we be prepared. Kwa maana kifo chaja, and it is a reality that we all have to die. Lakini before kikuje, we have to be prepared. Wakati mwanadamu aliweza kufanya dhambi, kifo kiliingia duniani. Katika kitabu cha Genesis chapter 2 inasema ya kwamba, nitasoma mstari na baadaye nimalizie kwa maombi. Nimekuambia tutakaa Genesis chapter chapter 3 verse 19, sorry. Na yutiani ya uthi waku ukaisa liu kufika ilo kasio kamuthangani nundu nibo waumie nundu wikito no kasio kakitoni hata wa Yesu ngai anena na itu ingi atu ati no mpaka tusioke chauni na ije tuungamie bana tukie bako tunga kitoni nundu nitwa siewe na kikuni cha likie na nicho tuambiana kwasia nundu kikuni kiokie kibathukani chakwa na kiku na wasa wakwa na kiku no itambia na hii nicho tuibandu ni vatu tunge kitoni na nundu toza kwitha tuna mawito mathai nundu wakutua ni mwendo waitu nituikale twisi ati niko kama wekata wako mana nitukako manena ake na ila tuiko manena ake wene wathi indiwe kuyumba ni tiata nundu yu ni mukethe akwa kilonzo wa kiluku dikwenda weta mundu ungi dakambia ni na mweta na cheni lakini ito alikwikala atwezi no chau no itambia hata ewe Yesu na onatoa ya nisitoa tuweni tukwata wani cheva lakini kindu kila cha maana ni kwikala atwiyumba niti nundu no chau no itambia hata ewe Yesu ningwenda tutongoeswe na watu wa ila so wangawe bubwa and then the KK group mchukue mwili twende pale and the family na wachungaji ndiye ataweza kuwatia nguvu, ndiye ataweza kuwapatia nguvu kutoka leo na kujua vile tutaishi baada ya kuachwa na mwenzetu. Kwa hivyo wachungaji wote na familia ya Mbila, tafadhali tukutane pale kwa kaburi ili tuweze kuomba. Amina, we are
Asante kwa kufika. Nashukuru kwa wakati mwingine ambao Mungu ametupa. Ningetaka tunaporudisha mchanga kwa mchanga, kama vile tumesoma, Mungu aliweza kunena nasi katika kitabu cha Genesis chapter 3 verses 19. Kwa maana baada ya kuzaliwa ni lazima turudi kwa mchanga. Basi ni kwa sababu ya familia, ningeomba mchungaji Daniel Kilozi aweze kuja kuomba, ni kwa sababu ya familia, ili Bwana aweze kuachia nguvu, waweze kukubali ya kwamba Musyoka ameenda kupumzika na Bwana, na pia Mungu aweze kuachia nguvu ya maisha. Mchungaji, basi sote tuungane pamoja tuombee familia, kwa maana wanahitaji nguvu za Mungu tunaposindikiza mwili wa ndugu Musyoka. Tuombeeni pamoja. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tuko mbele zako wakati huu wa jioni, tukisema ni asante kwa nafasi hii Bwana umetupatia kusimama na hii familia ya mzee Timothy. Wakati kama huu Bwana, tunasimama tukijua kwamba umeahidi ya kwamba utakuwa pamoja nasi mpaka mwisho wa dahari, na tunajua wakati kama huu uko na familia hii ya Kasina, familia hii ya mzee Timothy, na uko pamoja na kanisa, na uko na familia ya ndugu yetu Musyoka. Tunajikabidhi mikononi mwako kwa niaba ya familia hii na kuiombea ukapate Bwana kunena na wao katika mtu wa ndani, katika jina la Yesu, ili Bwana wako na Bwana wakaweze kuachilia mwili, maana ni haja ya kwa kwamba kifo ni lazima, lakini kuna siku ambayo Bwana ufufuo utakuja, na tunajua kwamba siku hiyo ni siku ambayo tutakutana uso kwa uso, siku ambayo ni ya wale Bwana wamekuamini wataweza kukaa pamoja na wewe milele. Tunasema ni asante kwa nafasi hii. Tunanena amani katika maisha ya wanafamilia katika jina la Yesu Kristo. Tunajua kwamba Bwana wa mabwana ni wewe mwenye amani. Unasema amani yako si kama vile wanadamu wanapeana amani. Wewe amani yako Bwana ni kamili. Na kanisa, simama pamoja na watu wote Bwana ambao Bwana wamekuja kuomboleza na watu hawa. Bwana wa mabwana, tukawe watu wa amani, kujua kwamba ni ahadi ya kwa kwamba tutakutana na wewe Bwana. Cha maana ni kujiandaa kwa ajili ya kifo, ili Bwana wa mabwana siku moja tukutane na wewe siku ya kiyama tukiwa tayari kuingia katika mahali petu. Asante mtakatifu, maana wewe Bwana umenena amani, na sisi tumejiunga na wewe. Amani yako itatawala katika boma hii mchana, itatawala katika boma hii usiku, itatawala kwa kila moja wa boma hii, kwa utukufu na sifa zako. Asante Yesu, maana umetusikia, na ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Basi tunashukuru kwa mchungaji. Tunaweza kuuliza uteremshe, then patie mama mchanga ili aweze kuzika mzee, na baada ya bibi yake na watoto tutaenda kwa mzazi na then watu wale wengine wa familia. So tafadhali ipatie nguvu karibia. Basi
kuuliza mama aweze kutoa mkono ili aweze kuzika mzee. Na watoto ugeni anaweza leta mchanga. Namuuliza mama kujisina na watu wa familia watano. Unakwama. Brothers and sisters, watamie na mama, alafu kila mpendwa baada ya mama kuweka na watu wa familia naweza chukua mchanga na kuweka, alafu taomba. Brothers and sisters, basi tuombe. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, nakuja mbele zako tukisema ni asante. Maandiko yako yametuambia kwamba baada ya kuzaliwa lazima turudi kwa mchanga. Ni dhahiri ya kwamba tumekubali kuchukua ndugu yetu. Basi kwa familia tumepeana mbele zako mkishi mbele. Hebu ukatupatie nguvu za kukubali. Ukatupatie nguvu za kukubali ya kwamba ndugu yetu amepumzika pamoja nawe. Na tutamuona baadaye. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Tunaanza kuweka mchanga. Kila mtu. Kurudisha mchanga. Nani? Kenapa? Jawab. Jawab. Terus mau apa? Tukar. Ini sih. Ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Unaweza, 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 unaweza Bwana, unaweza.